Na kusalimu mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba ni mzima wa afya na umuheri kabisa. Naitwa Thompson Unjibatangalwa William, mfalme wa kizazi chane chenye utukufu tele. Pote pale ulipo, natumai kwamba huko Beneti kabisa ukiendelea kusikiliza matangazo yetu. Naona watu ambao mnatupata mkiwa huko Brussels, Ubelgiji, Marekani, watu wa Canada, Uingereza, Tanzania, Kenya, watu wa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kona mbalimbali, na kukaribisheni katika kipindi cha makala ya Sauti Yako Mwafrika. Sauti ya Mwafrika ipate kusikika. Lakini kabla ya kwenda zaidi, ni kuombe upate kusubscribe channel ya kwetu ikiwa ndo bado unatufuata. Ikiwa haujawahi ujiabone, angalia hapo ambako kuna alama ya kengele, gusa hapo kwenye alama ya kengele, halafu angalia sehemu ambako kuko kidole gumba hivi, sehemu ambako kuna alama ya kidole, gusa pale na partage lien kwa watu wengine. Katika makala yetu haya ya Sauti Yako Mwafrika, Sauti ya Mwafrika isikike, ni kusema kwamba tunazungumzia mradi unaoitwa mradi wa remake. Tumeshawahi kuongea, tumewahi kuzungumza na baba wa mtoto ambaye alianzisha mradi huu, na katika kipindi kilichopita tukawa tumemwalika mtoto mwenyewe ambaye anaitwa Sifa Stropel Wahu, Tropexel Sifa Wahu, ambaye ni binti Mkongomani mwenye miaka 21 aliyefikiria kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wajane ni wengi, mayatima ni wengi, inabidi wasaidiwe. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa pamoja na serikali ya Nairobi kupitia mradi wa binti huyu Mkongomani wa baba ila mama Mkenya, ambaye ameanzisha mradi wa kusema kwamba watoto mayatima wajane ambao wamebaki wanyonge wakusanywe, wawekwe katika kituo kimoja. Ni kwamba mradi huu wataalamu wamekaa wakadadisi, wakajadili, wakaona kwamba kwa kweli ni mradi mzuri. Na tayari kwa kuwa katika mradi huu ni mradi ambao unakusanywa michango ya watu mbalimbali. Hata na wewe kama una mchango wako, kama una uchungu na uzuni wa yale ambayo yanapitikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, basi na wewe unaweza kutoa mchango wako. Sasa basi, tayari kumehorodheshwa zaidi ya watoto 400, zaidi ya watoto 350, ila wanaokusanywa, wanaotafutwa ni watoto 400. Watoto ni wengi mayatima. Unajua kwamba zaidi ya milioni 10 ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoteza maisha yao toka miaka 1996, wamepoteza maisha yao. Sasa watu wengi wamebaki mayatima. Alafu watoto hawa, mradi huu unakwenda wakati kwa wakati. Kwa kipindi awamu ya kwanza wanaenda kukusanya watoto 400, watajengewa kituo, na sehemu ambako watajengewa ni tarafani Fizi. Tayari eneo limepatikana, viongozi wa kiserikali wamefika eneo hilo pale Fizi, na kuna tayari uwanja wa kilomita 1 hivi ambako kutajengwa shule, école primaire, maternelle, primaire na secondaire kwa ajili ya kulea watoto hao mayatima, watoto wanaogahaga mitahani, ambao wako na trauma ya kupoteza wazazi. Tayari viongozi wa kiasili wametenga hiyo nafasi baada ya kuchunguza kabisa kwa ndani na kuangalia nini kinachokuja na kinachoweza kuwepo. Tayari wameona kwamba kwa kweli watoto hao wanastahili kusaidiwa. Na vile vile watoto hao katika tarafa za Fizi, Uvira na Mwenga, wapo wengine ambao vita vya makundi yanayomiliki silaha huko katika misitu ya Fizi, Uvira na Mwenga vimeacha watoto wengine mayatima. Si kwamba tu watoto hao wanatoka katika vita vya Kivu Kaskazini, katika vita vya Ituri, tumesema tumesema mashariki mwa Kongo, na maana na Fizi, Mwenga wanahorodheshwa hao watoto, wanachukuliwa wachache, wapewe kwanza elimu, wapewe mafunzo mbalimbali na vitendea kazi vitakavyowasaidia hapo baadaye waje wao watu muhimu. Serikali tayari ya tarafa la Fizi imekubali, na hivi karibuni watawapokea viongozi wa remake na mheshimiwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini
mwanasheria Jean-Jacques Bruce, daktari kumradhi Jean-Jacques Bruce, na serikali ya kijimbo inajiandaa kwenda kuangalia na kukagua maeneo hayo. Wewe una mtazamo gani? Una mchango gani? Changiza. Toa mchango wako. Angalia hapo chini kuna namba za simu, kuna namba za account ambazo unatakiwa kutuma michango yako na wewe ili kusaidia watu hao. Ni mradi, akili imetoka kwa mtu mmoja, na mtu mmoja anaweza kuleta mradi na ukaendelezwa na watu wengine. Ni mradi unaokusanya pesa dunia nzima kwa kila mtu mwenye moyo mwema, mwenye nia ya kusaidia watoto